Pulindo TV tupo kwenye shule ya msingi Juhudi ambapo tumetoka kwenye kikao kuzungumza na wadau kuhusiana na namna bora ya kuongeza ufaulu, na hapa tupo na balozi wa elimu kwenye wilaya ya Rufiji ambaye pia ni katibu wa mbunge wa Rufiji, Mheshimiwa Bashir Kibopo. Habari za leo Mheshimiwa? Salama. Leo kwenye kikao mengi yamezungumzwa, lakini watu wamegusia kuhusu motisha na vitu vingi vingine. Ukiangalia hili na mambo mengi ambayo yanaendelea sasa hivi, unagundua kitu kimoja. Kama magazeti ingeandika mbunge wa Rufiji acharuka kutafuta matokeo kwa wanafunzi katika wilaya ya Rufiji, wewe ndo katibu wa mbunge na pia balozi. Haya yote mbunge anayafanya kwa lengo gani hasa kwenye wilaya ya Rufiji? Asante sana ndugu mtangazaji. Rufiji kwa sasa imejipambanua kwa mambo mengi sana, hasa wanapozungumzia sekta ya elimu, kwamba mheshimiwa mbunge, Mheshimiwa Mchengerwa, kwamba alipokuja Rufiji kwa mara ya kwanza kutaka ubunge, jambo la kwanza kitumbo chake akasema kwamba lazima atasaidia Rufiji kwenye nyanja za elimu, na kila akienda sehemu huwa anarudia jambo hilo moja tu, kwamba elimu, 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 elimu. Kwa muda huo watu hatukumuelewa nini ambacho anachomaanisha zaidi, lakini pindi pale wananchi wa Rufiji walipompa dhamana, tukaona sasa yale matokeo yale ya maneno yake kwa vitendo zaidi. Maana kwa sasa kama unavyoona hapa tulipo, hii shule ni mpya ambayo inaitwa Juhudi, ambayo ipo kata ya Ngolongo, ambayo hii imekuja kusaidia wanafunzi wengi kwa sababu walikuwa wanasoma pale Kilimani shule ya msingi. Kwa kutokana na hilo sasa mheshimiwa akasema hapana, ili kupunguza wingi wa wanafunzi pale cha msingi Kilimani, kwa hiyo ikampelekea sasa kuzaliwa kwa shule hii ya Juhudi kama unavyoiona hapa. Lakini tunapozungumza sio shule hii tu, kwa Rufiji mzima tuna miundombinu mingi ya shule kila eneo, kila kata, kwamba kila kijiji sasa hivi zaidi shule mbili kwenye eneo hilo moja. Hivyo basi kwa maana hiyo halisi kwamba yeye moja kwa moja anaamua kumsaidia Rufiji ama kumfunga Rufiji kwenye nyanja za elimu, na ndio maana tupo leo hapa kwenye kikao cha leo cha wadau wa elimu, ili mradi kwamba tunafanyaje na tunaungaje mkono hizo juhudi za mheshimiwa anazofanya kwa pamoja, ili mradi kuongeza ufaulu hapa wilayani Rufiji. Ndio, kuna kiwango kikubwa cha wanafunzi ambao wameandikishwa kuanza la kwanza mwaka huu 2026, na ilikuwa kampeni ya kitaifa kuhamasisha wazazi kuandikisha watoto wao. Kama balozi wa elimu, kama kuna mzazi hajaandikisha mtoto wake kidato cha kwanza mpaka dakika hii, unadhani kuna nini cha kumwambia? Kama kuna mzazi wa aina hiyo nitamshangaa sana, lakini pia nichukue nafasi hii, kama kuna mzazi wa aina hiyo hajampeleka mtoto wake shule, kwamba achukue hatua mara moja, kwa sababu shule zipo nyingi, ampeleke shule kwenye eneo husika. Madawati yapo ya kutosha kama unavyoona leo hapa. Leo tuko kwenye eneo hili hapa, tumepokea madawati kutoka kwa mdau hapa Ladi Fiber, na anampongeza kweli kweli, kwa sababu tunapozungumzia kwa jambo la elimu kufanikisha pamoja na hili, unakuwa mdau unachangia. Kwa hiyo sasa nitasikitika sana kama mzazi wewe anakaa Rufiji afa hajapeleka mtoto shule, wakati shule zipo nyingi za kutosha. Kuna nini cha kuwaambia wadau ambao wanaweza kujitolea kama Ladi Fiber walivyojitolea kutoa madawati 100 kwa shule hii ya msingi Juhudi? Kabla sijajibu swali lako, nirudi nyuma kidogo. Mimi kwa jambo la kwanza nashukuru yale matunda ambayo wanayofanya yanaonekana, kwamba lengo kubwa kuwaita wananchi wote pamoja, yaani wote tuimbe wimbo mmoja kama mheshimiwa anavyoimba kwenye jambo la elimu. Kwa hiyo mimi ndio maana kwenda kwenye vikao vyangu vyote ambao tukishana na halmashauri ya Rufiji, tunakusanya watendaji wote wa serikali kuanzia kijiji, kata, wote kwa pamoja tunaonana. Lengo nini? Yaani lengo tuwe na nguvu pamoja na tuwe na neno moja, ili tukiondoka tuondoke tukiwa wote nini pamoja. Ndio maana tuko pamoja. Kwa hiyo faida yake kama leo matunda unaona hii Ladi Fiber, yeye kama mdau mchango wake ameona kwamba lazima, ameona mchango wake, ameona kwamba haongeze vifaa vya kukalia, yani madawati katika madawati 100 haya ameyatoa. Alikuwa na uwezo raia akatumia kwa mambo mengine, lakini amesema hapana, kwamba mimi kama mdau na mimi kama Rufiji naungaji mkono maendeleo ya Rufiji. Kwa hiyo maendeleo yote hapo kwenye elimu, na ndio maana yeye akaamua kujitoa, kujinyima, maana amejinyima
kwenye Nyima ametoa madawati haya 100. Kwa hiyo mimi ninavyoomba kama huyu Ladi Fiber alivyojitoa na wadau wengine tena wapo wengi, nisingependa wataje majina, wapo sehemu nyingi, kila mtu achukue sehemu yake, kila mtu achukue kijiji chake, kila mtu achukue kata yake, kwamba anavyoweza kusaidia hasaidie kwenye 1 na 2 kile anachokiweza. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo kwenye elimu unajua mpaka tupate matokeo kuna vitu vingi vinahitajika hapa. Kuna mwingine anaweza kuleta madaftari, kuna mwingine anaweza kuleta uniform kwa watoto wa shule. Hiyo yote inamjengea mwanafunzi kwanza kujiamini, pia kuhisi kwamba anathaminiwa pale shuleni. Leo hii mtoto akija kesho shuleni, akikalia madawati yake anasema kweli mimi nathaminiwa, anakaa sehemu pazuri, madarasa mazuri, pia madawati mazuri. Kwa hiyo naomba wadau wa Rufiji ambao wanawiwa na Rufiji wajitokeze, yani waache tu kuongea mitandaoni hivi na hivi kwamba Rufiji inahitaji vitendo sasa hivi. Mheshimiwa anahitaji vitendo, tuje kila mmoja ashike nafasi yake. Mimi kwa sababu naamini ukimcheka Ladi Fiber huyu kwenye hapa kata Ngolongo, lakini pia kuna watu pia wakubwa ambao kwenye kata zingine wamefanikiwa. Nikizungumzia kata ambao wapo kibao, nikizungumzia kata ya Kiwili wapo kibao, nikizungumzia kata ya Utete wapo kibao, na hawa kila mmoja wafanye ili mradi kwamba tufikie malengo ambayo tuliokusudia. Kipi kikubwa ambacho unadhani kinahitaji kuchukuliwa katika uzito mkubwa na serikali kuhusiana na walimu ama vijana wengine ambao wamekuwa na matokeo ya kupachika ujauzito wanafunzi wa shuleni? Kwanza kisheria ni kosa moja kwa moja. Kwa hiyo lakini mimi nitoe wito kwa walimu wote na ambao wanaosimamia elimu kwamba ukiwa mwalimu sasa na upo na sheto ama kiongozi wa kanisa, yani maadili ndio ambayo yanayokuongoza. Na hata nikikutana nao walimu nawakumbusha jambo hilo kwamba mwalimu, maadili yako lazima yawe mazuri, matendo yako yafanane kama wewe mwalimu. Kwa hiyo lazima uishi kiwalimu kweli kweli, kwa sababu wewe umepewa dhamana ya watoto ambao unaishi na wale watoto, ndoto zao zote wanakutegemea wewe. Kwa hiyo ukiwa niseme una kinyume na maadili, ina maana hilo ni tatizo. Ina maana jamii unaiangusha, kata unaiangusha, wilaya unaiangusha, taifa unaiangusha. Na niseme tu kwamba kama halmashauri kupitia nikimnukuu mkurugenzi wa halmashauri, nikipitia mkuu wa wilaya na viongozi husika, kama nikiwasikia kwamba watu vumilia mwalimu yoyote ambaye ataka kinyume na maadili ya shule yanavyohitajika. Sisi tunakushukuru sana. Kuna kipi kingine ambacho unapenda watu wakijue kupitia Pulundu TV? Jambo la kwanza mimi niwapongeze, kimeshaenda mjini sana. Kwa hiyo tukifuatilia kwa karibu, pia tunapokuwa na mikutano yetu na matukio yetu, sio vyema tukawahusisha, maana sasa hivi dunia ni mtandawazi. Dunia bila mtandao bado hujasikika na habari hujafikika. Kama leo hapa diwani wangu amekula suti, leo watu suti wataiona kupitia leo hii, dunia mzima wataiona suti kama Dona Ngolongo amekula suti kali sana. Asante sana. Asante.